Naam, warigani mwanafamilia wa Mkubwa Media, kama ni mara yako ya kwanza hakikisha una subscribe. Ni kwamba kilichotokea siku ya jana ambapo Harmonize kupitia ukurasa wake wa Instagram ameweza kutusanua kuhusiana na kiwango ambacho ameweza kukitaja kuhusiana na nyumba yake anayoijenga, ambapo yeye kupitia ukurasa wake wa Instagram upande wa Insta story akaandika hiyo nyumba ameijenga kwa shilingi ngapi. Aliandika kwa maneno amechanganya kidogo kwa Kiingereza na kwa Kiswahili, lakini nadhani ujumbe wake umeweza kuibua mjadala mkubwa sana kwenye mitandao ya kijamii, ambapo akaandika this house it's about 1M 500k USD, yani hii nyumba ni ya dola milioni 1.5 za Kimarekani, yani milioni 1.5 dola za Kimarekani. Akaendelea na kuandika zinanitoka anyways, nitashare this experience na my wife and open company for her. I am sure ataifanya hii kazi kwa ubora wa hali ya juu na kuwarahisishia wenzangu na mimi mlio busy sana kuikosa visiting time. Maana ni kwamba hii nyumba ambayo anaijenga Harmonize inagharimu dola milioni 1.5. Alafu akaandika hivi, atasambaza ujumbe jinsi ya uzoefu wake kwa mke wake, lakini pia atamfungulia kampuni. Nadhani atafanya kazi kwa ubora wa hali ya juu sana. Sasa basi ni kwamba hapa Harmonize anatuambia kwamba ametumia pesa nyingi sana, kwa sababu ukipiga hesabu kuhusiana na kiwango ambacho anatuambia hapo Harmonize kwamba ametumia kiasi cha dola milioni 1.5 ukichukua pesa za Kimarekani ukiconvert na pesa zetu za madafu, ndugu yangu, ni pesa nyingi sana, au sio? Ni pesa nyingi sana, na kiukweli hapa ukiingia Google ukaangalia dola milioni 1.5 United States 1.5 million dollars kupeleka kwa pesa za Kitanzania ni sawa na bilioni 3 na milioni 700 42,795,500. Rate ya sasa hivi bana inazungumza hivyo kwa sababu dola sasa hivi imepanda thamani, ni 2495, lakini ukiweka kwa hicho kiwango ambacho nimekutajia hapo ni zaidi ya bilioni 3 za Kitanzania. Of course ni pesa ya kutosha, na naweza kusema kitu kimoja ni kwamba sasa hivi Harmonize inaonekana muziki unamlipa kutokana na kazi ambazo anazifanya, na kimsingi kitu ambacho nimekiona ni kwamba Harmonize ameona sasa hivi ni wakati wa kutengeneza empire yake. Kumbuka wasanii siku zote wanapimwa na mafanikio yao. Tunaona wasanii mambele huko Marekani wamekuwa wakimiliki majumba ya kifahari sana kwa pesa nyingi. Unakuta nyumba inamilikiwa na msanii mmoja, unakuta nyumba hiyo ina zaidi ya dola milioni 7, milioni 10. Hiyo ni nyumba tu, ambapo ukileta kwa hapa Tanzania unakuta ni kama bilioni 30, au sio, za Kitanzania, ambapo hiyo ni nyumba tu. Kwa hiyo tunaona kwa maisha ya Harmonize sasa hivi inaonekana imekubali, kwa sababu ukiangalia hata digital platforms zinamuingizia pesa za kutosha, lakini pia hapa inaonekana ile nyumba yake ya Mbezi ambayo tunaona imeleta changamoto, watu wanaizungumzia sana kwamba nyumba ile alijengiwa na Sara. Yani Sara alijenga ile nyumba, kama kuijenga basi aliinunua, kwa hiyo alimdhulumu kwa mujibu wa Dudu Baya, ambapo tunaona anasema kwamba ile nyumba ya pale Mbezi ni kwamba huyu Harmonize alimdhulumu Sara.
au sio? Alimdhulumu Sara, na ndio maana tunaona hawezi kufanya show katika nchi za Ulaya. Afanye show katika nchi za Ulaya, na kwa namna moja ama nyingine mpaka arudishe vitu ambavyo ameweza amedhulumu, arudishe, pamoja na ile gari aina ya Audi, gari ya Audi ambayo aliachiwa na Sara. Sasa mambo ni mengi, kwa sababu kitu ambacho kinaonekana ni kwamba Harmonize sasa hivi ameonekana kujenga nyumba nyingine na imekosti bilioni 3, lakini pia anataka kufungua kampuni kwa ajili ya mke wake. Mke wake bado hatujajua ni yupi, lakini kingine ni kwamba inavyoonekana ni kwamba Diamond inaonekana naye pia ndiye inaonekana ndo pengine ndo mshindani wa Harmonize, anamiliki majumba ya kifahari. Kwa hiyo tunaona kwa Harmonize ameona share ujumbe huu kupitia ukurasa wake wa Instagram, kutokana na mambo kuwa mengi hapa katikati, lakini pia ni kwamba alishare pia picha akionyesha nyumba za majirani zake. Kwa hiyo inaonekana ni sehemu ya kishua kinoma noma, ni sehemu ya kishua ambayo inaonekana ni mtaa ambao una magorofa, na kiukweli hata naye pia ameonyesha kabisa kwamba amependezwa na hayo maeneo ambayo ameweza kuyafikia. Kwa hiyo inaonyesha wazi kabisa kwamba Harmonize sasa hivi akili imeshaanza kukua, na ameona kabisa kwamba ni wakati sasa hivi wa kuanzisha kampuni. Nadhani hii ni kampuni labda ya kusimamia majengo, na pengine katika hiyo kampuni ni kwa ajili ya kuweza kusanifu majengo, kujenga nyumba. Kwa hiyo kama akimfungulia kampuni mke wake kwa ajili ya ujenzi wa nyumba kali kama hiyo aliyojenga, maana yake ni kwamba itamuingizia pesa nyingi sana, kwa sababu tunaona sasa hivi watu wako speed sana, watu wameingia katika biashara real estate. Kwa hiyo unakuta mtu atenda pale fresh, kwa hiyo pesa inakuwa inaingia kwa mkakati. Kwa hiyo nadhani kwa hapo Harmonize maana yake ameonyesha kwamba ameongeza asset nyingine ambayo itamsaidia katika career yake ya muziki, kwa sababu muziki ni biashara. Kwa hiyo inabidi uchukue hela kwenye muziki, ufanye biashara nyingine, utengeneze au utengeneze money flow katika engo nyingine, alafu then muziki unaendelea pale pale. Kwa hiyo ameonyesha njia kwa vijana wengine ambao wanatamani kufika kama alipofika yeye. Kwa hiyo pengine muziki haumlipi pekee, pia hata biashara pia ambazo ziko nje ya muziki pia zinamuingizia kipato. Kwa hiyo ameonyesha kwamba anajenga nyumba ya bilioni 3. Ni sio kitu cha mchezo kabisa. Bilioni 3 ndugu yangu, ukipewa ni pesa nyingi sana, lakini yeye amezifukia chini kwa ajili ya kutengeneza nyumba ya kuishi. Dondosha maoni yako, share na subscribe.